chakula cha kifalme. Yaani leo ni chakula cha ikulu, chakula ambacho unakula kwenye jumba la ikulu, chakula ambacho unakula kwa rais, chakula ambacho unakula kimezunguka vyakula, meza imejaa vyakula, imejaa kila aina ya chakula. Yaani ukienda pale ikulu utakuta kuna nyama pori, kuna nyama si ya nini, kuna maini ya nini, si kila kitu. Vitu vyote vizuri unavyojua wewe kwenye nchi, na vingine viko nchi za nje. Usishangae chakula kikatoka sehemu nyingine kikaletwa hapo. Meshaki na Abednego wanakataa kwamba hiki chakula sisi hatuli, tuna mission na Mungu, tuna mpango na Mungu. Kipo chakula ambacho ndicho kinachotulisha sisi. Wengi tumekamatwa kwenye vyakula, tumekamatwa kwenye ndoa, tumekamatwa kwenye kazi, tumekamatwa kwenye mapenzi, tumekamatwa kwenye masomo, tumekamatwa kwenye fedha, tumekamatwa kwenye kila eneo. Vitu vya mwilini vimetukosesha Mungu. Vitu vya mwilini ambavyo havina mission na ufalme wa Mungu vimetupoteza kwenye rhythm, kwenye frequency za kimbingu. Meshaki na Abednego wanakataa chakula cha kifalme. Esau anakula chakula, anapoteza haki ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Anakula chakula cha mdogo wake, anapoteza haki ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Baraka alizozipata Yakobo, njaa ya Esau iliisha. Baraka za Yakobo ziliendelea mpaka leo. Esau, njaa ya muda mfupi ambayo inauma na kukata, alikubali kupoteza haki ya mzaliwa wa kwanza. Wengi tumeingia kwenye mtego kwa vitu vya kupita, temporary. Tumeacha haki ya Mungu, tumeacha neno la Mungu, tumeacha neema na nguvu ya Mungu itimie kwetu ili hayo mengine yatokee. Chakula kimetufunga, pesa imeturudisha nyuma. Umetaka dili, limekuja dili fulani la pesa, umelichangamkia, umeacha neema ya Mungu, umepoteza kazi. Umeacha kusudi la Mungu, umepoteza ajira, umepoteza kila kitu kwa sababu tu ya dili tu la siku moja. Pesa sio suluhisho la kukupa furaha kwenye maisha yako. Unaweza kawa ni mwiba kwako, mchungu, ukakuharibia kila kitu, ukaharibu kila kitu ulicho nacho kwa sababu tu ya michongo, dili. Inawezekana wewe ndo dili kwenye hiyo dili. Ukiweka kusudi la kwako ukaacha kusudi la Mungu, hauwezi kufika mbali. Ukitanguliza kusudi la Mungu, hata kama leo watu wanakucheka, hilo ndo litakalokupa utukufu. Hilo ndo litakalompa Mungu utukufu, kwamba huyu alionekana amekufa, alionekana ameshindwa, alionekana amedharauliwa, tulikuwa tunamcheka. Biblia inasema huyu si alikuwa anakaa kwenye mlango mzuri, huyu si ndo aliyekuwa kiwete hapo nje, lakini sasa analukaluka, anatembea. Ndicho ambacho Mungu anataka, kwamba kila ambacho kinaonekana kinakudharaulisha leo, kesho kimpe yeye utukufu. Useme mimi sijui, lakini ninachojua huyu ameniponya. Mimi sijui, ninachojua kwamba nimepona ni yeye aliyeniponya. Nyinyi mnasema sijui ana dhambi, sijui ana nini. Mimi hicho sijui, ninachojua ameniponya. Ninachojua nilikuwa bubu, ni mzima. Ninachojua nilikuwa masikini, sasa nina pesa. Ninachojua nilikuwa sina kazi, sasa nina kazi. Unaweza ukapoteza kusudi la Mungu kwa sababu ya kazi, ukaingia kutoa rushwa, ukalala na bosi, ukatembea na bosi, ukapata magonjwa ambayo hautakuja kuyasahau, ukapata
ukapata mapepo ambayo hautokuja kuyasahau, ukapata laana ambayo haijawahi kutokea kwenye maisha ya, ukapata hata ladha ya kazi hamna, ule umuhimu, ule uzuri uliokuwa na wana wa kazi ukapotea kabisa. Kuna watu wana maagano yao, kuna watu wana maagano yao yapo. So usifurahie kila kitu kinapokuja kama dili, kama ni chance, kama ni opportunity. Msikilize Mungu katikati ya dili. Inawezekana naongea lugha ambayo unaweza usinielewe, lakini wewe ndio ungekuwa huko Ikulu, umeitwa na president, karibu kwenye dina ya leo, tunaita gala dina. Ungekataa au ungekubali? Ukitaka ujue hilo, waulize wenye fedha wangapi wanayafurahia maisha walionayo. Mtafute mtu, muulize, bwana wewe unaona fedha, una kila kitu, kama anaweza akakwambia, are you enjoying your life? Unafurahia maisha walionayo? Most wana fedha lakini hawaenjoy maisha walionayo. Wanajua namna ambavyo pesa zinawatesa, wanajua namna ambavyo wamezitafuta fedha. Kwa hiyo usione mtu ukamng'ang'ania, ukamfurahia kwamba yes, ana enjoy maisha. Kuna watu wana nyumba lakini hawalali. Kuna watu wamejenga nyumba nzuri lakini hawana usingizi. Kuna watu wamejenga nyumba nzima lakini halali, hana chumba anachokilala kwa sababu ya mikataba unayo. Mungu anakupenda. Mungu anayo future na wewe. Mungu ana mpango na wewe. Huo ndio ushikilie. Mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Shikilia agano lako na Mungu. Shikilia kila ambacho Mungu amesema na wewe. Angalia kina Danieli namna ambavyo walipata, Mungu alipata kutukuka, Mungu alipata kuinuliwa. Mwaka mzima ameshindwa kufunga hata siku moja. Mwaka mzima unakula, mwaka mzima sijajua, lakini it's time now kutengeneza mahusiano yako na Mungu. Hali tulionayo ni mbaya kuliko ambavyo umeshawahi kuiona katika maisha. Katika ulimwengu wa roho tuna bato kubwa sana. Tuko kwenye namna ambayo tunamhitaji Mungu kuliko masaa, kuliko wakati mwingine wowote ambao tumeshawahi kumhitaji Mungu. Unamhitaji Mungu akusaidie, akupitishe salama, akupe nuru ya uso wake uwe na wewe. Usije ukauza haki ya uzaliwa wako wa kwanza kwa sababu ya ndoa, kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya misingi mingine sijui nini na vitu gani, kwa sababu ya fedha, ukapoteza baraka ambazo Mungu ameziweka kwako ambazo ni za milele, kizazi hadi kizazi. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye channel hii, usiache kusubscribe, usiache kushare na wengine. Injili huwa hatufichi. Injili inatakiwa iende kwa watu wengine, wapate kuona ukuu wa Mungu na matendo makuu ya Mungu. Yesu akukumbuke. Agano lako laweka na Mungu lipate kutimia. Yesu anakupenda kuliko kitu kingine chochote, kuliko fedha inavyokupenda wewe, kuliko mke wako anavyokupenda, kuliko mume wako anavyokupenda. Na Yesu ana mpango mzuri na wewe. Mungu akutukuze, akuinue tena. Unayeumwa apate kukuponya. Wewe ambaye moyo wako umejeruhiwa, yuko mfariji mkuu, yuko mganga mkuu, apite au karabati moyo wako, atengeneze mahala palipobomoka katika jina linalopita majina yote. Kama kuna pepo linakusumbua, ninaliamuru kwa jina la Yesu Kristo lipate kutoweka sasa, lipate kuachia maisha yako, lipate kuachia uzima wako katika jina la Yesu Kristo. Wewe pepo una nafasi na hauna mamlaka ya kuendelea kumiliki huu mwili, ya kuendelea kukaa kwenye
heshima ambayo Mungu umewachilia kwa ajili yake, ya kuendelea kukaa kwenye kazi ambayo Mungu umeachilia kwake, katika jina linalopita majina yote, Yesu Kristo, ukapate kupata utukufu wewe. Mbingu yako na ufalme wako kapate kuenea duniani, na haki yako yote kapate kutimia mbinguni kama duniani. Amen. Nikutakie siku njema.